Jamani, habari, karibuni tena katika podcast yetu ya Hustlers. Kama mnavyojua hapa mainly tunaongelea tu about tips on like entrepreneurship, investment, promotion and marketing. Unajua? So karibuni sana. Again leo we are so lucky. Tumempata mtu adimu sana, bana Maarifa. How are you bro? Good. How about you? Niko vizuri, nashukuru Mungu, everything is fine. Hongera sana mzee. Naona projects una push na nini. That's very good bro. Asante. Mungu ni mwema. So I think kuna haja kutambulisha watu wanakujua wewe who you are. Yani ukianza kujieleza mimi yani haitakuwa ina maana. You know, but moja ya kitu ambacho I like from you Maarifa is branding. Napenda the way ulivyojiposition kwenye game, like you're kind of into politics, unaelewa, like you're so conscious about it, but yet unafanya hip hop but you're into politics. Na ume make it very clear na naona kama mambo yanakuendea vizuri. So hususan I think branding is everything. How do you brand yourself? Like wewe, like what's the idea came up na kuja na hiyo brand na nini? Mimi kwangu pamoja na labda pengine na mazingira, lakini wakati naanza nilikuwa ni kama nina blueprint ya nini ninataka kufanya kwenye game na namna ambavyo mimi mwenyewe nitajitambulisha. Mbali ya sanaa yako, lakini kuna picha unayoitengeneza kuhusiana na wewe mwenyewe. Na ndio maana lakini mnaweza mkawa wote ni wasanii, kwa maana wote nyinyi mnatambulika kwa mnafanya sanaa, lakini kuna mambo yakitokea watu wanasema fulani ndo anastahili kuwepo kwenye hilo eneo kutokana na yeye alipojitengeneza. Na kuna mambo yakitokea wanasema fulani hastahili kuwepo hapo kwa sababu ya namna ambavyo amejitengeneza. Kwa on my side the same case. Wakati ninaanza tu music na nishasema kitu mara nyingi, mimi msukumo ulionifanya niingie kwenye muziki ilikuwa ni kwa ajili ya kukuza network. Mimi ninatokea familia ambayo ina low profile sana kiukweli. Kwa hiyo nilikuwa ninatamani kuwa na watu fulani kwenye cycle yangu ambao pengine kwenye familia Mwenyezi Mungu hakujalia kuwaleta, au kwenye ukoo Mwenyezi Mungu hakujalia kuwaleta. Kwa nilitaka hao watu niwapate kupitia kazi ninayoifanya au kazi ninazozifanya. Kwa hiyo ilianzia hapo, na ndio maana umeona katika muda ambao nimekuwepo nimeweza kuconnect na viongozi mbalimbali wa vyama na siasa, viongozi wa taasisi, au hata aina ya wasanii ambao unaona mara nyingi Maarifa amekuwa akihang nao ni watu wa aina fulani, kwa sababu ya ndio hiyo blueprint ambayo nilikuwa nayo awali kwamba ninaingia, muongozo wangu mimi ni huu na ninataka kupita katika njia hii. So basically look like cha kupika hapo kwako ni kwamba like unahitaji like you have to get it right since day one. Like unatakiwa uwe na like ujue what you want since day one and you go after it. Ndio. That's a very good thing man, like congrats. Unajua ni wasanii wachache sana wanaweza kaa na hiyo mind like of go like getting right, yani kuwa na ile like plan, this is where I want to get. Ni watu wachache sana. Na ni muhimu sana kuwa na hiyo, kwa sababu wanasemaga ujue kitu chochote unachotaka kinaanzia kwenye kukijua. Ile leo hii ukishajua kwamba kuna nyumba ndio utajua sana nataka kuwa na nyumba, ukijua kuna gari. Ni ngumu sana kuwa na mahitaji ya kitu ambacho hata wewe mwenyewe au kijue. Kwa hiyo ukianza kwanza kwenye kujua mahitaji yako inakurahisisha kidogo hapo kaka. Asante, hapo unanipata vizuri. Yaani ukifanikiwa kujua mahitaji yako inakurahisishia kwenye kuyafikia kuliko ukiwa hauyajui kabisa, unaweza kuangukia kwenye kitu chochote. Kwa hiyo nafikiri kwa hustlers wenzangu ambao wananisikia, kujua mahitaji yako ni hatua muhimu sana ya kuelekea kwenye kuyapata. Kwa hiyo tuanzie hapo kwenye kwanza kujua nini tunahitaji, kisha tutakuwa na plani nzuri za kukielekea kile ambacho tunahitaji. Okay, like one thing sanaa imeajiri vijana wengi sana. Ni kweli. Like sanaa especially wanamuziki, I am sure tukifanya sensa ambayo sio rasmi, I am sure kila baada ya nyumba moja kuna msanii, kama sio producer kuna director. Unajua? Like biashara muziki ikoje? How do you find it? Like biashara the way biashara ilivyo sasa hivi like 5 years ago, how do you find it? Kuna mabadiliko makubwa sana. Mabadiliko yamekuwa hasa kwenye namna ya kupata publicity. Unajua nowadays moja kitu rahisi sana imekuwa ni kupata, yani watu kuona sanaa yako. Hiyo kwangu mimi naona mazingira yamekuwa rahisi sana ya mtu kuonesha sanaa yake, na hii imechangiwa na uwepo wa platforms tofauti ambazo zinaweza kuwezesha watu kuonesha kazi zao. Na ndio maana ni rahisi sana sasa hivi kuona kuna mtu ni star TikTok, yani yeye uko TikTok huambii kitu, lakini unakuta watu wa Instagram, jamii kubwa ya Instagram labda pengine haimfahamu, au jamii ya Twitter haimfahamu, au jamii ya Facebook haimfahamu, kwa sababu tunajua wapo watu ambao wako Facebook, Twitter,
kwa maana ya sasa hivi ni X, wapo Instagram, wapo Facebook, wapo labda Snapchat, lakini nguvu anayoiweka labda TikTok haifanani na nguvu ambayo anaiweka Facebook. Kwa hiyo ndio maana tunatofautiana kwenye kuwa na nguvu kwenye hizo platforms tofauti. Kwa hiyo mazingira yamekuwa rafiki kwenye watu kuweza kuwafikia watu, kwa maana ya kupata hiyo publicity na watu kuona kile ambacho unafanya, kitu ambacho awali kilikuwa kigumu sana, kwa sababu wakati fulani ilikuwa namna pekee ya watu kukuona ni kwenye TV, kwa maana hizi media house kabisa, media house au radio, unajua. Lakini sasa hivi unaweza kuonekana kupitia sehemu tofauti. Though kumekuwa na changamoto kidogo sasa, baada ya kuonekana ni kwa namna gani unaweza ukapata hela, kwa sababu zipo platforms ambazo bado sisi hapa kwetu hazijaanza kutengeneza fedha, unajua, hasa kwa hizi ambazo zinaweza kukusaidia kwenye watu kukuona. Kwa mfano labda vile TikTok, unajua sio watu wote wanatengeneza fedha kupitia TikTok. Bado kumekuwa kuna baadhi ya changamoto bado hazijawekwa sawa ili kufikia watu kutengeneza fedha katika level ambayo tunaifikiria. Na platforms nyingine pia nimeona ziko baadhi wameanza kulipa kama vile Facebook, lakini sio kila sehemu. Kwa hiyo hilo ndio eneo ambalo naona lina changamoto, lakini kwa sababu tunasemaga kwenye media there is no bad publicity. Maana yake ukishakuwa umepata publicity is good publicity. Yes. Maana yake ni kwamba ukishapata publicity ni wewe sasa kuona ni kwa namna gani unaweza ukapata fedha. Umeshaona labda uko aggressive TikTok au uko aggressive Facebook peke yake sometimes, au labda maarifa as in nachopata, like I've made previous episodes to emphasize like yani umuhimu wa social media kwa wasanii. Like it's one of a way that you can promote and market kazi yako, unajua. Like you've been thinking kwamba like how do you unatengenezaje, kwa mfano like kuongea kwamba kuna platforms kama TikTok ambazo hawapay directly, kuna and hatupati ile like ile creators fund bado. Ma creator wa TikTok bado you don't get that creators fund unless kama unakaa online na nini, ambayo ni biashara nyingine tricky. So again I like the fact kwamba umestretch the issue ya social media kwa msanii, how you can use it positively to boost your work. And keep tunaiona ndio bro, you're so good on content marketing. How do you come up na kutengeneza content zako? What's the idea behind, like how do you do your content? When do you shoot? When do you post? How often do you post? Mara ngapi kwa wiki na nini content zako? Sababu naona page zako ziko very active, unafanya content nyingi sana. Kwanza ni kwa sababu ya keep in touch na watu ambao wanakufuatilia, lakini kuendelea kuzalisha watu wapya. Mimi nimekuwa nikisema kitu mara nyingi sana. Kuna mtu anaweza akawa apendi kabisa muziki wa maarifa, yeye anapenda tu personality ya maarifa. Kwa huyu mtu unambakishaje kwa maarifa? Unatakiwa naye kuwa na contents ambazo zinamfanya yeye aendelee kuwepo. Na kuna mtu yeye anapenda muziki wa maarifa, huyu naye unambakishaje? Ndio unakuwa na zile old is gold freestyle, kwamba hata kama hujatoa official song, lakini kuna kitu kinachomfanya yeye aendelee kuwepo na maarifa. Kwa hiyo nilikaa na kuona kuwa nina haja ya kufanya vitu tofauti. Unaona kuna zile maarifa course, na hata sasa hivi tumeona umekuwa na zile maarifa ya Samia. Zile zote ni sehemu ya contents ambazo maarifa amekuwa akitengeneza. Kwa hiyo nilikaa na kuona kwamba ninatakiwa niwe versatile, yani watu wamuone maarifa katika picha tofauti. Na kuhusiana na posti ngapi, mimi pengine sio mtu ambaye nina posti mara kwa mara, lakini nina ratiba kwamba kwa wiki pengine nitakuwa na posti 3 kama hakutotokea tukio lolote la dharura. But sometimes unaweza kuwa umepanga kuwa na posti 3, lakini katikati katokea taarifa kubwa katika nchi ambayo inakulazimu ni lazima utokee mbele na ushow up kwenye kile ambacho kimetokea. Kwa hiyo nimekuwa nikijitahidi, yani hata kama ninakuwa niko tight kiasi gani, lakini at least nisiwe na posti chini ya 3 kwa wiki ambazo zinawezesha watu waendelee kumuona maarifa. Hizo ninazungumzia zile kwenye wall ile ya maarifa. Lakini hapo sijazungumzia Insta story. Insta story ni daily, yani ni kila siku lazima niwe na kitu kwenye Insta story, hata kama kitakuwa sijazalisha mimi, kwa maana ya sio habari ambayo mimi ndo initial source ya habari, lakini nitahakikisha kuwa kwenye Insta story ninaweka vitu vingi zaidi, ambapo yani ili watu waendelee keep in touch na maarifa. Yes, and again I think ukiona post regularly inakusaidia pia kwenye algorithm yako ya Instagram. Like the algorithm inapi kwamba this user ni active, na watu wana engage na content zake.
So ni kitu kizuri sana. Ni kweli kabisa. I like the fact kwamba like unakuja like kama unakanyagia yani kama unasilibia mle vitu ambavyo nimekuwa nikifundisha previously kwa wasanii what they should do and what they should not do, unajua. Ndio. I like that, but again how do you find muziki wetu international? Yani we successful enough au tunakoma wapi au like what's the challenge with our music internationally? Kwa mfano if you ask me now, mtu ambaye anatupresent sana it has been Diamond for so long. Japokuwa ile hata ile timu yake wote like wasanii wake kama kina Harmonize, Rayvanny, unajua na Valava ambao walikuwa wanafanya naye kazi, yes they wameenda international na wamepokea tuzo kubwa, lakini sasa hivi bado Diamond ndio yuko pale. Why is it Diamond always like hatuwezi ku raise watu wengine Maarifa, tuangusha bro? Sio kama pengine labda hatuwezi direct, lakini mimi nishasema hivi mara nyingi. Unajua Diamond kwangu mimi sio mtu ambaye ametokana na mfumo. Kwa pengine ndio maana inakuwa ni ngumu kuzalisha Diamond mwingine, kwa sababu ni yeye ndo anajua amefanyaje kuwa pale, na sio tasnia nzima inajua kwamba yeye alifanya nini mpaka amekuwa pale. Kwa hiyo pia ni challenge. Lakini kitu kingine ukiangalia yeye modality ambayo yuko nayo kwenye ufanyaji kazi inamtofautisha kwa kiasi kikubwa sana na wasanii wengine. Kesi ya kwanza inaanza kwenye investment. Ukiangalia mara kadhaa ambazo amekuwa akielezea biashara yake, namna anavyowekeza na mambo kama hayo, namna anavyowork hard katika ile level ambayo mpaka amefikia, unaona kuna gap kubwa sana kati ya yeye na wasanii wengine. Kwa hiyo with all respect to other artists, lakini naona yeye amejitofautisha kwa kiasi kikubwa sana na watu wengine, na ndio maana pengine tunakosa sio tu mtu wa kumrepress, hata mtu ambaye anaweza kutai na yeye kwenye kufikia huko ambako tunataka tufike. Kwa nafikiri eneo ambalo linatakiwa kufanywa kazi ni uwekezaji. Uwekezaji ujue ni uwanja mpana, kuanzia kuwekeza kwenye kazi unayoifanya kwa maana production wise, audio and videos, strategies kwenye marketing na masuala kama hayo, namna ambavyo ana network na watu wengine, anatazamaje fursa, anazifikiaje, unajua. Kwa sababu niyo kumwambia mtu mmoja kwenye maisha is all about reaction. Tunazaliwa wote tukiwa hatujatoa sauti, tunajua kuwa huyu bubu na huyu anaongea baada ya kulia, kwa unavyo react. Tunafika kwenye ngazi ya familia, humjui yoyote, baadaye unaambiwa huyu ni kaka, huyu ni dada, huyu ni baba, huyu ni mama, una master hiyo kwa reaction yako. Na ndio maana wengine wanawadharau watu baada ya kutambulishwa nao. Unaenda shuleni wote hatujui moja ni nini, A ni nini na vitu kama hivyo, lakini baada ya kufundishwa unavyo react kwamba okay, kumbe hii ni moja, ukijumlisha moja inakuwa 2. Ni hivyo hivyo mpaka baadaye unatokea fursa, mwingine anaona ni utapeli, mwingine anaona ni fursa na ielekea na vitu vinatokea. Kwa hiyo ni mambo kama hayo. Na hata mwanzo nilivyosema kwenye issue ya promotion, kuna kitu kimoja nilikuwa nazungumza nakumbuka na Pwizo, producer wangu. Nilikuwa namwambia, unajua wewe sasa hivi unaimba, umeamua kuwa muimbaji, lakini kuna mambo ambayo maana yake unayatazama tofauti na ulivyokuwa unatazama mwanzo as a producer. Kwa hiyo kwa mfano labda unaweza ukawa na unatamani labda mtu fulani ya kuposti kwa ajili ya promotion, na huyo mtu ambaye unaamini wewe akikuposti pengine utapata watu wengi wa kusikiliza au kuona ile kazi ambayo unafanya. Attraction, yes. Lakini lazima uwe na best selection ya hao watu ambao unataka waweze kukuposti, kwa sababu kwa mfano kuna mtu ambaye biashara yake ni udaku, yani sawa na followers wengi labda Instagram, TikTok au kwingineko, lakini biashara yake ni umbea. Kwa hiyo ili akuposti wewe na watu wa pay attention kwenye alichokuposti, maana yake ni lazima akiweke katika engo ya udaku. Akiweka kinyume na hapo, watu wake wanaweza isitai na brand yako kwamba wewe unaitengeneza au namna ya product ambayo umepeleka kwake. Kwa hiyo unaweza ukakuta sometimes umempelekea labda mtu ambaye biashara yake ni udaku, wewe umempelekea serious news kwamba ameposti Pwizo ametoa wimbo ni mkali, kautazameni, ukaona wameenda kutazama watu wachache. Lakini labda angesema yani wasanii bwana hivi kabisa, msanii anaimba ndo anatoa wimbo namna hii bure kabisa, kama mnabisha kaoneni, watu ndo wangeenda kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo yote ni lazima kuyaelewa kabla ya kuifikia
biashara ambayo I like the way ulivyokuwa keen kwenye brand yako. Unajua pia hata when you're collaborating na msanii, you have to be very keen na collaborate na nani. Ni mtu ambaye anatie na brand yako. Je, ni mtu ambaye you think add value kwenye kazi yako. Unajua I like the fact kwamba uko so sincere na brand yako, which is very good. Again, Maarifa Wade. Kitu nyingine is collabos. Collabo. To me, the way inavyoelewa ni kwamba moja ya namna ya msanii kuingia kwenye soko fulani au expand fans wake, kuongeza fan base na nini, moja ya njia ni kupitia collabo. Labda let's say wewe ukitaka maybe ku access market ya maybe ya Kenya, and you are a hip hop artist, ndio? So you think like kama kwa Kenya wanamsikiliza nani? Maybe wa Kenya kwenye hip hop, I think Khaligraph ni mkali. So if you go na collabo na Khaligraph, tanya sababu jamani nani, you know? There's a way you utapata fans wake, na the way fans wako amefanya kazi na Maarifa, watapay attention kwenye kazi zake, you know? But again, si wasanii wote wamekuwa successful on this. Ni kweli. Wewe as an individual uone haja ya kufanya international collabos and all that ili kupeleka game mbele zaidi? Ni jambo zuri. Ni jambo zuri sana kuwa na collabos za wasanii wa mipaka tofauti na ambayo wewe upo, na sometimes sio tu mipaka, hata aina tofauti ya muziki ambayo wewe unaofanya. Kwa mfano mimi na rap, nikifanya muziki na rapper tena mwingine, maana yake tunawafikia watu wanaopenda rap. Same thing. Kwa kiasi kikubwa ni though tunaweza kuwafikia watu, unajua kuna mashabiki wa aina fulani ya muziki, afu kuna mashabiki wa muziki wa jumla, haijalishi ni muziki gani. Yes. Kwa maana yake pengine tutawafikia watu hao na kuwafikia watu ambao wanapenda rap. Lakini ukifanya na mtu labda pengine ambaye yeye anaimba taarab, maana yake una possibility kubwa ya kuwafikia wale watu ambao pia wanasikiliza taarab. Ni hivyo hivyo kwenye collab na watu wa eneo ambalo wewe nje ya eneo ambalo wewe unapatikana. Lakini unajua kurekodi project haigarantii kwamba ndo lazima watu wataisikiliza. Ziko namna nyingi za kufanya sasa hapo kwenye masuala ya promotion, ushirikiano wenu nyinyi kwenye kupromote hiyo kazi husika, kwa sababu sometimes unaweza ukafanya labda collab na msanii kutoka Nigeria, kwa wewe kuamini kuwa watu wa Nigeria pia watasikiliza muziki wako kwa sababu unafanya collab na mtu ambaye wao wanamfahamu, lakini labda yasihusika kwenye promotion. Kwa unaona kutakuwa na uzito, manake ile fan base uliyokusudia yeye akupatie inaweza ikawa tofauti na matarajio ambayo ulikuwa nayo mwanzo. Lakini pia kitu kingine, wewe una uhakika pia labda umeshajipanga namna gani utafanya promotion kwenye media za Nigeria ambazo huyo msanii anatokea huko, kwa sababu sometimes kama umefanya collab na msanii labda kwa mfano labda South Africa au Mozambique au labda Nigeria, alafu hauhakikishi kwa muziki unafika kule, maana yake hiyo pia ni kitu kibaya, kwa sababu pengine inakuwa it's like a one way thing. Yaani wewe utapambania huku, yeye ndo atapata fans, utapata nini, lakini yeye kwa upande wake maana yake haupati chochote. Kwa hiyo tunaposema pale kwa nini nyingine zinagoma, sometimes pengine kuna factors nyingine, lakini hizi nilizosema zinaweza kuwa miongoni mwa sababu za kwa nini. But what your take way, like what take yako nini, like what your attitude like kitu in a business way kwa pande zote mbili, na ndio maana mimi naamini sana kwenye makubaliano ya mwanzo. Yani mimi sio mtu ambaye ninafanya sana vitu kwa mizuka kwa kweli, yani sijajaliwa huo uwezo. Mimi huwa ninaheshimu sana makubaliano kwamba okay, tunataka kufanya kitu kwa sababu zipi na tunatarajia kufanya kwa modality ipi, ili kusiwe na lawama kwa upande wote. Kwa sababu mimi siamini sana kwenye hisani when it come to business. Yani likishakuwa jambo ni la kibiashara, tunapaswa kuliweka kibiashara na sio tena unajua huyu mwanetu tumeishi naye. Kwenye biashara haitambui huo mwanangu na mudu yule, wewe familia yangu yule. Biashara haitaki hivyo, na ukitaka kuona hiyo kitu ni mbaya kiasi gani, tutolea mfano au pengine imeshatokea. Ukipanda daladala na ukagundua kuwa mwanao ni konda kwa ile daladala, wewe unaamini kuwa leo silipi na no, yes. Wakati unaharibu biashara ya mshikaji wako. Ukienda dukani ukagundua kwamba kumbe mwana ndo anauza hapa, unaamini utapata discount, wakati unaharibu biashara. Wakati wewe ndo ulitakiwa upurchase pengine kwa bei ya juu ili kuweza kuunga mkono biashara ya mwenzio. Kwa hiyo ni hivyo hivyo kwenye hizi biashara nyingine ambazo tunazifanya. Tukiweka vitu katika picha ya urafiki sana, ushikaji sana, ni ngumu sana kukua. Lazima tuheshimu misingi ya biashara
Muziki ni biashara kama biashara zingine. Unaelewa, especially na sababu wanamuziki wengi wanaanza kufanya muziki wakiwa hawana pesa, hawana resources za kutosha, na wengi wanaanza bila management yote, bila timu yote, unajua. Hata again sasa serikali pia yenyewe ipo. Serikali ina taratibu zake, ina sera zake, ina sheria zake, na mipango yake, unaelewa. Ina mipango yake ya muda mfupi, ya muda mrefu, unaelewa. Na serikali ni taasisi kubwa sana ambayo ndio inayoongoza nchi, ndio. Kwetu hapa Tanzania unaona kama like sera ambazo zimewekwa na serikali probably, hata kama si sera au maybe the rules and regulations ambazo zipo, unaona kama ni kikwazo cha game letu kwenda mbele, au zina facilitate game letu kwenda mbele. Kwa sababu if I take you back, I remember there was a time Diamond alitoaga ngoma, I think ni alitoaga na Harmonize, then kuna that ile art ile, unajua body painting, body painting ile ni sanaa, body painting, kwamba mwanamke anakuwa uchi and then you paint like the nipples, una paint nini, unaelewa, like una paint mwili but she's naked, but una paint in a way kwamba you know she's naked but hauoni the most private parts, ndio. Then wakaufungia ule wimbo, then Diamond akacomplain sana like no, serikali inatukwamisha. Kwa sababu gani? Sisi tunaenda international, tunapambana na wenzetu ambao wao wako mbele zaidi. It's as if kama sasa serikali inatupeleka tufunga mkono mmoja, sisi tukapigane mkono mmoja, it's very hard, naelewa. Do you think sera zetu zinatufavor na serikali kweli na serikali na sheria zake zinafavor kweli growth ya industry yetu? Kwa kiasi kubwa, ukiondoa dosari ndogo ndogo ambazo nyingine zinaweza zikawa zinajitokeza kutokana na interest ya mtu mmoja mpaka mtu mwingine, kwa kiasi kikubwa sana serikali inafanya kazi. Nafikiri kama wiki moja mbili nyuma zilizopita, umeona ilikuwa imepitisha fedha ambayo inaenda kujenga arena ya kwanza ambayo inajengwa na serikali kwa ajili ya matumizi ya wasanii na shughuli zao zote zihusianazo na masuala ya sanaa. Unaona, kama serikali inafanya vitu vya namna hiyo, itakuwa ni vibaya kusema hakuna ilichokifanya. Lakini pia unaona tangu ilipotokaga mirabaha ya wasanii mwaka 2003, umeona baada ya hapo hivi karibuni wasanii wamekuwa wakipokea mirabaha kwa kiasi kikubwa sana. Haya yote ni sehemu ambazo faida wanazipata wasanii kutokana na kile ambacho serikali inafanya. Lakini hivi karibuni tumeona serikali imetoa tamko, imesimamia utiaji saini wa memorandum of understanding kati ya mamlaka za viwanja vya ndege pamoja na KUSOTA kwa manyimbo za wasanii zichezwe kwa 80% kwenye viwanja vya ndege Tanzania. Na mbali na mambo hayo, serikali imeongeza budget kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mbali na mambo hayo, serikali imetoa mikopo kwa wasanii, na challenge imekuwa kwa wasanii kutokurudisha hiyo mikopo. Kwa zipo favors. Bro, kuna data. Sorry, kuna data mzee. Kwani wewe ni katibu wa Wizara ya Sanaa na Michezo? No, ndo field yangu. Kwa ni lazima ni, kwa sababu hizo zote zilizozungumza hapo ni fursa. Kwa nimejichanganya kukuuliza hili swali. No, umeuliza swali zuri kwa sababu ni fursa zilizopo kwenye field ambayo mimi nafanyia kazi. Kwa itakuwa ni kitu kibaya nipo hapa na ni maarifa tayari alafu sifahamu kinachoendelea kwenye kile kitu ambacho mimi nakifanyia kazi. Sasa sana leo wewe ni mtu wa media na usifahamu hata nini kinakuongoza kwenye ufanyaji kazi wa unachofanya, itakuwa ni kitu. Sidhani kama kuna ajabu lolote kwa upande wangu kufahamu hicho kitu. Kwa hiyo ni hivyo, unaona serikali imetoa tamko la ujio wa bima ya wasanii. Kwa hiyo unaona kuna mambo mengi. Though unajua binadamu haishiwi matamanio, na ndio maana kwa mfano hata ukijenga nyumba leo unaanza kuamini naweza kujenga nyumba nyingine, unaweza kabisa naweza kufungua kiwanda labda, au unaweza nikaanzisha kampuni labda ya real estate. Kwa mambo yanakuaga kwa namna hiyo. Haitofika muda ambao tutaona kwamba kila kitu kimefanyika. Na hii inatokana pia na ukweli kuwa sekta ya sanaa ni dynamic, mahitaji yake hayaishi kwa sababu kila siku inaendelea kukua, kila siku inapokea mabadiliko. Kwa hiyo haitofika muda tukaona kila kitu kimefanyika, lakini on my side naona ipo jitihada kubwa ambayo serikali inaifanya, though tunaweza kufanya zaidi kadri muda unavyozidi kwenda kwa kushirikiana na wadau tofauti, kwa maana serikali kama mdau mkuu, lakini makampuni, watu binafsi, pia sisi wasanii, vyombo vya habari, ili kuweza kufikia kule ambako tunapata. Okay, yeah. That's nice. Issue nyingine Maarifa ni issue ya finance, as in manage finance. Nadhani na hii na sio bongo tu, as in athletes wengi, as in wana michezo,
like auto boxing, hata people into football, umeelewa? They wanatengeneza pesa kwa kipindi fulani, but again they end up being broke. I think hata kwetu tuna hiyo case pia na watu mbalimbali. Yes, so kwenye mziki tu, but mainly kwa sababu tunaongea about entertainment, lakini tunaona mziki ambao au maybe kama ni mabondia au maybe ni hata wanasiasa. Yes, hata no, tuache wanasiasa side, I don't want to talk about politics kwa sababu but again then sasa hivi hatuwezi kutaja kwa majina, but now hawako na ile financial position kama waliokuwepo nao, and probably wana hali mbaya zaidi. Unajua kama nilisikiliza recently nilisikiliza interview ya Q-Chief, then like iliniuma sana. Anafanya interview, anasema kwamba ametokea guest, kwamba he is homeless, yani hata sema kukaa hana. Iliniuma sana wakati nikikumbuka mimi na nikiwa shule, nikiwa high school. Q-Chief was a big guy. Ndio unasema big guy, was a big guy. Q-Chief akipiga show mzee, yani tunakanyagana, unaelewa? So issue of finance, like what do you say, like is it kwamba sasa kuna haja maybe a government au maybe taasisi husika au maybe like departments husika kama BASATA kutoa hii elimu ya finance kwa wasanii and management, kwa sababu inaumiza sana. And what's your take on it? Ni swala la elimu ya fedha ni changamoto kubwa sana, na unajua sometimes linatokea hata wale ambao wana elimu ya fedha, na unajua mjanja sana nakwambia, na najua kwangu mimi imekuwa ni kama kumuomba Mwenyezi Mungu sometimes akuletee cycle pia ambayo inaweza ikakusaidia. Unajua mimi ndo maana nimekuwa muoga sana kwenye kulaumu chochote kinachotokea, kwa sababu tunapitia mazingira tofauti, tumetoka kwenye background tofauti, yani vitu vingi sana viko tofauti kutoka kwa mtu mmoja mpaka mtu mwingine. Lakini nafikiri kuna haja ya kutoacha kujifunza juu ya namna gani ya kusimamia fedha. Unajua sometimes kuna mtu anaweza kaa naamini kutunza fedha kama fedha kuna faida, lakini kuna mtu mwingine akaamini kutunza fedha kama biashara kuna faida zaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana. Hata mtu akwambia leo nimekuwa sina kitu, akwambia nishaikuwa na milioni 100. Mwambie ilikuwa wapi? Kwa labda alikuwa na milioni 100 benki kwa mfano, akawa anatoa 100, 200, 10, 20, 30, 40 mpaka akajikuta ana kabisa. Lakini kuna mtu labda alipata milioni 20 au milioni 10, lakini akaamua kuiweka kwenye biashara, kwa maana hiyo pesa iko kwenye rotation, kiasi kwamba hata akichukua 10 leo anajua hiyo 10 baada ya siku kadhaa inaweza kurejea. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana hapo katikati, lakini zaidi pia ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Nishamwambia rafiki yangu mmoja ni kwamba wakati ambao unamuomba Mwenyezi Mungu akujalie fedha, usisahau kumuomba akujalie namna bora ya kuzitumia, sababu unaweza work hard a lot na Mwenyezi Mungu kweli akakupa afu akakunyima hayo maarifa ya kuzitumia hizo fedha, ukarudi tena chini. Kwa hiyo ninamuomba Mwenyezi Mungu, hata mimi pia bado ni mpambanaji, pale Mwenyezi Mungu atakapoona anaweza kuniruzuku kwa kunipatia kingi zaidi, basi anijalie na maujanja kuweza kumanage hizo fedha ili nisirudi tena. That's so powerful, man. That's so powerful, man. Hey, that's so powerful, man. Hey, again umeongea something very sensitive ambayo kuhusu biashara. Marifa, if you ask me personally, I think ni fursa wasanii wengi wanashindwa kuifuatilia. Unajua as in kishakuwa msanii, pesa nyingi iko nje ya muziki kuliko muziki wenyewe. Utakubaliana na mimi bro? Kwa kiasi kikubwa naweza kukubaliana. Yeah, yani from me I do a lot of research on wasanii, naelewa. Wasanii wengi especially wa nje, naelewa, wanatengeneza pesa nyingi nje ya muziki kuliko kwenye muziki wenyewe. Muziki una hela, of course, no doubt, as in the streams and all that. Ni pesa na ni pesa nyingi, lakini a lot of money is made outside. Ukiangalia kwa mfano angalia mtu kama like Rihanna, ana ile cosmetics line yake, has made billions, she's a billionaire now. Yeah. Angalia mtu ambaye recently Jason Derulo amefungua ile kaoshi yake line, like a chain of kaoshi around Marekani. Bro, ela anayotengeneza kwa mwezi millions of money. Angalia Rick Ross ana restaurant channel yake, unaelewa? Ina Jay-Z ana business mengi sana. But then what's up with us? Kwa sababu unakumbuka there was a time Jafari had a kaoshi kwa Gasinza hapa, unaikumbuka, ilikuwa anafanya vizuri, unaelewa? As in shishi with biashara yake shish food, unaelewa? But sio wengi.
tunakoma wapi? Yani sio wengi, kwa sababu hiyo ni fursa kubwa ipo kwenye yani kuna fursa kubwa nje ya muziki na mapesa mengi kuliko ambapo pesa wanaitengeneza. Tunakoma wapi? Like what's wrong with that? Pekee kuna sababu nyingi. Kuna rafiki yangu mmoja ni producer wa vipindi Integration Gideon. He is my friend and my brother as well. Anambia, unajua ukikutana na msanii ukamuuliza hivi nje ya muziki unafanya nini, kwake ina sound kwamba kwa hiyo wewe unaona muziki haulipi, wakati ni jambo la kawaida sana kuwa na zaidi ya source moja of income kama unahitaji kukua kwa kiasi kubwa. Hiyo ipo hivyo kwa walimu. Unausikia labda ni mwalimu lakini anashughulika na masuala ya kilimo, unasikia mtu anadili na kilimo lakini pia anafanya biashara labda za pembejeo. Yani kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo nafikiri ni kukubali ukweli kwamba kuwa msanii hakukuzuii kufanya vitu vingine, hata kama isiwe direct wewe unafanya, lakini unaweza ukajitumia wewe kwa ajili ya kufanya hivyo vitu. Ila tu nafikiri moja ya changamoto ambayo mimi naiona sana ni kama wasanii wengi, niseme labda pengine tunajihesabia haki. Tunaona ile ni haki yangu kuifanya na ile si haki yangu kuifanya. Kwa maana ipi? Leo hii unakuwa msanii na Mwenyezi Mungu amekujalia unapata nafasi, lakini unajiona kwamba labda kusema wakati wenzako labda wana range, mimi kutoka mbele kusema na labda nafanya biashara ya labda ya bajaji, itakuwa kama najicholesha hivi. Au pengine na mimi inabidi nisikilizie mpaka nitakapofungua labda duka la nguo, labda leo hii mimi nianze na bodaboda. Kumbe kwenye kuanza hakunaga mwanzo mdogo. Yaani kuanza kuliko kutokuwa na chochote ambacho umefanya. Kwa nafikiri ni hiyo issue ya mindset. Watu tukubali ukweli kuwa ni ngumu kusurvive hali ya kuwa una njia moja ya kuzalisha kipato. Kwa tunatakiwa kufikiria kuwa na njia tofauti za uzalishaji kipato, kwa sababu iko hivyo katika biashara zote ambazo tunazijua. Wafanya biashara wote, hata leo ukisikia labda kuna mtu anahusika na uuzaji wa chakula, haina maana ya kwamba anauza chakula cha aina moja pekee yake. Atausikia leo labda tumetolea mfano hapo Shilole yuko na Shish Food, lakini haina maana kwamba anauza ugali labda ugali maharage pekee yake. Anauza vyakula vingi, kwa sababu hata yeye anajua nitapokea wateja ambao wana testi tofauti. Kwa the same kwenye kazi yetu, na kitu ambacho kiko wazi ni kwamba work is not a full time work. Kwa hiyo maana yake inakupa room ya kufanya vitu vingine pengine kuliko hata watu wengine ambao unakuta baye ni daktari, anatakiwa kuamka asubuhi aende hospitali mpaka saa 10, lakini bado anafanya vitu vingine. Kwa hiyo yeye anawezaje? So you saying kwamba kuna haja ya wasanii kuamka sasa, we need to wameamka, sema tu ni kama kwa kiasi kidogo. Kwa kiasi kidogo, kwa inabidi not at that speed ambayo inahitajika. Kwa inabidi tufanye zaidi, na ili tuweze kuvutia pia watu wengi kufanya sana. Unajua kuna siku nilikuwa naongea na Pwizo. Mimi Pwizo nakuaga naye muda mwingi sana. Kanambia hivi, ushawahi kujiuliza kwa nini labda watu wengi wa West Africa wanacheza mpira? Labda kwa sababu wameshaona kwenye mataifa yao mpira umezalisha matajiri. Kwa inawasukuma wao kuona kwamba huku kuna fursa ya kufanya, kwa sababu hii kazi inazalisha watu ambao wamekuwa aggressive. Kwa hata sisi tuna hilo jukumu, sio kwa ajili pengine tu ya watu wengine, lakini sisi tukifanikiwa kwa kiasi kikubwa kwenye kazi tunayofanya, tuta-impress watu wengine kuona kwamba okay, this is it. Mbona inspire the coming generation kuingia kwenye na pia tutaiongezea thamani. Sometimes hata kama mimi mtu atashawishika na nilichokifanya, lakini ataheshimu muziki kwa sababu umemfanya maarifa kuishi vizuri, na kuweza kufanya vitu vyake. So I believe kama wasanii kuna namna wanatakiwa to give back to the community, umeelewa? Wanatakiwa to stand for the people, kwa sababu hao watu ndio watu wanaowapa huo ukubwa. Na of course ndio their source of revenue, kwa sababu na stream kazi zao, umeelewa? Na wata maybe wanakuja kwenye show, wananunua bidhaa na mambo kama, unaona. But again naona kama wasanii kama wanatupa mashabiki kwa namna hiyo. Do you think kama wewe ni sahihi kwa like the entire music industry, almost 99.9% yote to go campaign for mama? Unajua, of course yes, with all the respect, unajua mama is doing a good job. Mama anapambana, mama kweli anapambana, yani she's really trying, ana try to open up doors, you know, mambo international relations. I think bado anaona anapambana na masuala ya maji, hata muziki wenyewe, she's doing a lot. But again, Tanzania na population zaidi ya watu milioni 60, right? Lazima utakuwa kuna difference of opinion, mawazo na nini, unaelewa? But
Do you think kama wasanii wana present population ambayo ina support inavyopaswa? Yeah, kwangu mimi katika nchi ambayo, before you answer my thought, tukiamini kana kwamba wasanii ni kioo cha jamii. Umeelewa? Sasa msanii unatakiwa, kwa mfano msanii unatakiwa kuspeak, as in hatuwabebeshi mzigo wa wanaharakati. You don't have to be an activist for you to be an artist. Being mwanaharakati is another thing and being an artist ni kitu kingine. Umeelewa? Lakini as an artist wanasema kwamba msanii ni kioo cha jamii. Unaelewa? Ni kwamba kwa sababu wewe unabeba mioyo ya watu, as in ile like watu wana sympathize na wewe. Unaelewa? Watu wanakuamini, watu wanakujua. Kuna mtu anapenda ngoma zako mpaka anakupenda wewe mwenyewe, yani kwamba unajua anaona kama you're, yani akiona anapagawa. Unaelewa? Do you think kweli mna represent the love and mnayopata kutoka kwa watu? Do you think mna represent ipasavyo? On my side naweza kusema ndio, kwa sababu ni kitu ambacho ninafanya. Na nitakwambia kwa sababu nazungumzia issue ya CSR. Kwa mimi nina maarifa na elimu katika swala la serikali ambalo tunashirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya kukabiliana na changamoto zilizopo katika sekta ya elimu, lakini pia kuonesha fursa ambazo zipo kwenye sekta ya elimu. Na tumeshakuwa na kampeni ya Nawajali kwa mwaka 2023. Tulifanikiwa kufanya mkoa wa Pwani, tulifanya Tabora, tulifanya Tanga, na tulifanya kwa mafanikio sana kwa kuweza kuwafikia wanafunzi zaidi ya 15,000 ambao tuliwapatia elimu ya hedhi salama pamoja na taulo za kike na mahitaji mengine iliyowawezesha wao kusoma na kuibua changamoto ambazo tuliziaddress kwa serikali, ikiwemo changamoto ya walimu wa kujitolea ambao wanajitolea kwa muda mrefu bila ya kuajiliwa. Kwa unaweza ukaona on my side ninaweza kudili na hiyo issue ya CSR katika namna hiyo. Lakini kuja katika ile swala la siasa ambalo umelisema la wasanii pengine kwa kiasi kikubwa kuonekana wanaunga mkono labda chama fulani cha siasa, on my side sioni kuwa ni kitu kibaya. Honest, yani sioni kuwa ni kitu kibaya direct. Kwa sababu gani? Tuko katika nchi ambayo ni ya vyama vingi na ni nchi ambayo inaendeshwa kidemokrasia, ambayo inatoa uhuru wa watu kuchagua ni kipi wakiunge mkono. Kwa kama hivyo ndivyo ilivyo, kama wasanii wengi wamechagua kuunga mkono chama fulani cha siasa, maana yake ni wao wamejiridhisha kuwa ni chama ambacho kinaweza kufanya kazi vizuri. Na mimi kwa research ambayo nimeifanya, hakuna msanii ambaye alisema aidha mtachagua mniunge mkono mimi au mshabikie chama cha siasa, kwa sababu wasanii pia ni mashabiki tuseme wa mpira, na wamekuwa wakitofautiana wasanii hao. Unakuta ni timu hizi na wasanii hao ni timu hivi. Hivyo hivyo kwa mashabiki wanakushabikia labda wengine ni Mungo, wengine ni Yanga, wengine Simba, wengine KMC na timu nyinginezo. Lakini mbona hiyo haijaathiri chochote? Mtu anaweza kusema unajua mpira au amui labda mustakabali wa nchi, lakini nchi ndio imeelekeza kwamba tuko katika kwenye vyama vingi. Kwa maana yake it's true Malifa, it's true. It's true. Maana yake kwa mfano kama serikali ingekuwa inasema kwamba imetoa maelekezo kwamba wasanii wote ni lazima waunge mkono chama fulani, maana yake tusingeona wasanii wengine ambao wanaunga mkono vyama vingine, au wasanii wengine ambao mpaka sio tu kuunga mkono kwa maana ya kwenda kwenye eneo la hamasa, hata kugombea nafasi mbalimbali za kiongozi kupitia hivyo vyama vingine vya siasa. Kwa unaweza ukaona kumekuwa na huo uhuru mkubwa kiasi gani. Na bahati nzuri tumeshakuwa na mifano ya wabunge, tumeshakuwa na mifano ya madiwani ambao wametokana na vyama visivyo Chama cha Mapinduzi, ambao pia ni wasanii na walipata nafasi. Kwa unaweza ukaona ni ule uhuru wa kuchagua. Lakini pia kitu kingine ambacho nafikiri watu wamekuwa contradict sana, unajua wasanii ni service providers. Jukumu lao wao wanauza sanaa yao. Na pengine mbali na kuwaona kwamba kwa nini wanamuunga mkono, pengine wamefuata kwa sababu za kibiashara, kwamba wewe si jukumu lako ni kufanya muziki, mimi nitakulipa kwa ajili ya wewe ya kuburudisha kwenye shughuli ambayo mimi ninaifanya. Jukumu lako ni nini? Mbali na kuja kuburudisha, utatakiwa uvae uniform sawa na zile ambazo mimi ninazivaa. Jukumu jingine, utampamba mgombea wangu. Msanii anachukua fedha yake, anafanya kile ambacho biashara yake inamhitaji, na maisha mengine yanaendelea. Na nitaendelea kidogo, sorry. Na kitu kingine, jukumu la pengine kuona kwamba kipi si sahihi na kinatakiwa kufanyiwa marekebisho, halipaswi kuonekana ni jukumu la msanii pekee katika taifa, kwa sababu hili ni jukumu la kila mmoja, kutokana na kwamba nchi inayo makundi ya watu mbalimbali. Wapo viongozi wa dini,
nchi ina wana michezo, nchi ina wana siasa, nchi ina unaosema activities kwa maana ya activist, kwa maana ya wanaharakati, nchi ina wasanii wa tasnia mbalimbali, kwa waigizaji, wasanii wa kuchora, wasanii waimbaji na makundi mengine. Nchi ina wanahabari, nchi ina vyombo vya habari. Kwa nini tuone kwamba ni wasanii pekee ndo wana jukumu la kutokea mbele na kusema kwa ajili ya wananchi wengine, aliyakuwa tunajua kuna vyombo vya habari binafsi na bado vinazungumza kuhusiana na serikali. Tunajua kuna vyombo vya habari vya makampuni mbalimbali na bado vinazungumza kuhusiana na serikali. Kwa kwangu mimi sioni kama ifike wakati mtu aone kama ukishakuwa msanii maana yake wewe unaingia kwenye mgogoro na wananchi, kwa sababu utaunga mkono labda watu ambao labda utaunga mkono serikali. Sidhani kama inapaswa kutazamwa hivyo, na tusione kuwa ni jukumu la mtu au watu fulani kusema yale ambayo pengine yanaonekana hayako sawasawa katika jamii, isipokuwa tuone ni jukumu la kila mmoja, kwa sababu wote lengo letu kuona Tanzania inakuwa bora sawa na vile ambavyo tunatarajia. Maarifa wewe, ulinistopisha nikawa nimestop. Unajua lengo la podcast yetu mainly tu ni ku address challenges za wajasiriamali wote. Umeelewa? Ku address challenges, lakini pia ni kujifunza, umeelewa? As in to learn, get some tips on mambo ya promotion and marketing and all that. Lakini pia mtu aone the challenges zilizoko sokoni, pia aweze kujifunza. Maybe I learn from your mistakes unazofanya. Mistakes ambazo umefanya na asizifanye tena. Ku easy up safari ya watu wanaotufuatilia na watu watakao kuja baadaye. So my thing is Maarifa, dini na siasa ni vitu very sensitive. Yani dini na siasa ni very sensitive. Zinagusa mioyo ya watu wanafia siasa. Umeona nchi mbalimbali ambazo watu because of politics. You can see Congo, people M23 in Congo, people are dying, watu wanakufa kwa maelfu because of politics. Tunaona dini, ukiona mababa mataifa kama ISIS wapi huko, watu wanakufa sababu ya nini? Sababu ya so ni vitu ambavyo niko very sensitive. Unaelewa? So as an artist, unajua, as an artist, yes, unafanya biashara. Umeelewa Maarifa? Unafanya biashara, it's true. Lakini again, biashara unaifanya, is it a long term business or a short term business? Unajua unasema usache mbachao, kuna msemo unasema usache mbachao kwa msala upitao. Umeelewa Maarifa? So my thing was msanii ni binadamu kama binadamu mwingine. Na ni msanii ni raia kama raia mwingine, kama mimi au na mtu ambaye hapa ni mkulima, unaelewa? Which is very true. Msanii ana rights zake, as in ana haki ya kuchagua na kutaka kile anachokitaka. Umeelewa? Lakini Maarifa, I'll tell you one thing. Changamoto ambayo wasanii wanaipata, the truth be told, ni kwamba msanii ni kama mzigo wa mwiba. Na nafikiri kuna kitu nitakwambia. Kuna umezungumzia kesi labda ya dini. Mimi ni Muislamu. Yes. Lakini na mashabiki ambao ni Wakristo. Mbona hiyo haonekani kuwa ni issue? Kwa nini nitakiwa nisitaje mimi ni dini gani ili niwe? No. Tuende taratibu. Kwa nini nitakiwa Maarifa nisitaje kuwa mimi ni dini gani ili nipate mashabiki wa aina zote? No. Iko hivi Maarifa. Mimi ni Mkristo. Yeah. Lakini podcast yangu inafuatiliwa na Wakristo na wapagani na nani na hata wasio na dini pengine. Unaelewa? But Maarifa, I am not here saying Yesu ndio Mungu. Yesu ni Mungu na Yesu ndio chanzo cha nini, si ndio? Definitely kuna watu ndapishana nao mitazamo, kwa sababu imani ni ya kwangu mimi am a Christian. I believe in Jesus Christ. I believe I got chill, let me relax. No, yes. Let me finish up. So, let me finish up. Kwamba I'm a Christian, like I believe in Jesus. Na mimi katika Yesu, na mimi kufika mbinguni ndaenda kupitia Yesu Kristo. Kwamba I have to kumwamini Yesu, kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wangu nifike mbinguni. Umeelewa? But again, I'm not here preaching. The same thing applies kwa wewe Maarifa. Kama ungekuwa unafanya muziki wako, ndio unatengeneza model kama Mtume Muhammad, ndo mtume wa Yesu, ndo nini? Like una preach Uislamu like, but probably kuna mashabiki ungewakosa. Nitakwambia kitu. Kwa mfano wewe ni Mkristo na ikifika Sunday una post kwamba leo ninaenda ninaenda kanisani, ndio. Lakini haufanyi hivyo kila siku, ndio. Ukifika labda season kama labda Kwaresma utasema sasa hivi niko ninafunga Kwaresma. Ikifika let's say labda Christmas utasema kwamba sasa hivi ninasherehekea Christmas, kwa sababu ni sikukuu ambayo inaelezewa kwenye vitabu vyetu. Lakini hiyo ifanye wafuatiliaji wako
wasifuatilie hiki ambacho wewe unafanya. Mimi my point is nini Maarifa? My point is kuna personal life na kuna maisha you as an artist. Ndio. You get what I'm saying? Yeah. As in kuna personal life beliefs zako, like what you believe and what you, a good example watumishi wa serikali. Watumishi wa serikali ni watu ambao ni raia kama sisi, ndio? Na wana vyama na wana dini zao. Ndio. Umeelewa? Wakirudi kwenye vyama wanafanya shughuli za vyama, wakirudi kwenye serikali wanafanya especially kama watu ambao wako kwenye vyombo vya usalama. Lakini kuwa ni shida. Ila let me finish up. Let me finish up. No. Let me finish up. Especially kama watu wa vyombo vyetu vya usalama. Ni watu wenye dini, unaelewa, wana dini na and I believe wanapenda hata na mipira, kuna timu wanazishabikia, umeelewa, na wana vyama ambavyo wanavyosupport. Umeelewa? But again, ndio maana nasema as one thing I need watu tujifunze ni kwamba kuna maisha personal na kuna maisha you as an artist. Umeelewa? Kuna ile maisha ya maarifa ukiwa ghetto kwako, na ukiwa bana maza na nani, ukiwa na producer zako Pwizo, ambao wenyewe mnajua mnaishi vipi. Keep it to yourself. When you come outside, sababu maarifa as an artist hiyo ni biashara. Ndio. Maarifa as an artist ni biashara. So separate your personal life from your business. Sawa. Umeelewa? What you believe, it's a good thing bro. Hakuna mtu asiyekuwa na dini. Sasa tunajaribu kufahamisha kwamba kwenye tunatofautisha tabia binafsi na biashara. Ndio. Let's say labda msanii amechukuliwa labda na NCCR kwa ajili ya kwenda kufanya kampeni. Hii ni personal life au ni sehemu ya biashara yake? Again, that's a very tricky question. You ni swali trick sana. Issue ni as an artist, yeye ni msanii aandike wimbo kwa ajili ya kuisifia. Again, nakuja wapi? Life au ni sehemu ya biashara yake? Yes, nakuja wapi? We go back to branding. Umeelewa? We go back to branding. In what sense? As an artist, una some sort ya wajibu kwa mashabiki zako. Umeelewa? Kama Rika au fan base ambayo inakufollow, it's in line, iko in line na hicho ambacho wanataka kama political, si ndio? Then go for it, si ndio? Lakini kama fan base yako wewe, chill. Ufupishe story. Kwa unataka kuniambia kwamba msanii atakiwi kujihusisha na masuala ya kisiasa? If you ask me, say yes. Kwa maana yake hatutakiwi kuzalisha wasanii ambao wanaweza kuwa wabunge, hatutakiwi kuzalisha wasanii ambao wanaweza kuwa madiwani, hawezi kuzalisha wasanii ambao wanatakiwa kuja kuwa wakurugenzi, au tuzalishe wasanii ambao wanaweza kuwa marais wa nchi. I'll tell you one thing. Msanii ana haki. Jibu lako kule ni kwamba hapana. Relax. No. Usinifix bro, usinifix. Relax. Na rifaa kwenye ulichosema. Jibu lako ni kwamba usinifix. Iko hivi. No. Okay, iko hivi. Kujihusisha na masuala ya kisiasa. Iko hivi. Au kwanza kabla sijaenda mbele. Au nimekuquote vibaya? No. Ni kweli kwamba msanii hapaswi kujihusisha na masuala ya kisiasa, si ndio? Chill bro. Yani story siwe ndefu. Issue ni kwamba maarifa. Issue ni kwamba yes, msanii anaweza kujihusisha na masuala. Anaweza. Sio tena kwamba hawezi. Anaweza. Kwa sababu gani? Ni haki yake. Ni haki as a citizen. Sawa. As a citizen ana haki zote. Kidogo. Yes. Kama msanii, kama raia ana haki zote. Yes. Je, ana haki ya kuchagua chama cha siasa anachokipenda? As a citizen anayo haki, si ndio? Yes. Haya, shida ni nini inapotokea kwamba msanii amechagua chama fulani cha siasa? Again, kura ni siri, maarifa. Kura ni siri, lakini kura ni siri, is fine. Kura ni siri kabisa. Yes, kura ni siri. Lakini kuhamasisha ni jambo la, alafu nafikiri tu ni kwetu. Tuliona uchaguzi wa Marekani. Ilitokea Eminem, one of the greatest artists ambao tunao sio tu Marekani, dunia nzima. Alitokea naye akasema namuunga mkono Kamala. Ilitokea shida gani? Again. You know, again, Kanye West, what happened? Na ikatokea wapo ambao wasanii walisema wanamuunga mkono Trump. Nani alileta shida? Unakumbuka case? Unakumbuka case ya Snoop Dogg? Hizo kuepukika. Yaani hizo kwa sababu zinatokana na interest za mtu mmoja. Lakini tukiweka kwa ujumla, nilikuuliza mwanzo, je, msanii haruhusiwi kujihusisha na masuala ya kisiasa? Ukasema hapana. Nikakuuliza swali, kwa hatutakiwi kuwa na wasanii ambao pengine wanaweza kuja kuwa wabunge, madiwani, labda pengine wakurugenzi
wakurugenzi, tunaweza tukawa na wasanii ambao ni marais wa nchi, kama ambavyo leo hii tuna wakuu wa wilaya ambao wametokana na sanaa, tuna mpaka naibu waziri katika taifa hili ambaye ametokana na sanaa. Hatupaswi kuwa na wasanii wa aina hiyo? Ukagairi tena ukasema hapana, hiyo kitu inaweza. Sasa wewe mwenyewe tunaona kuna hiyo contradiction, ndio ambayo pia wasanii wanakutana nayo kwenye kuamua. Umeona hiyo contradiction ambayo wewe unakutana nayo kwamba hapa tena inakuaje? Ndio hiyo ambayo wasanii kwa kiasi kikubwa wanakutana nayo kwamba it's fine, mimi ni fulani, lakini mimi na interest za masuala ya kisiasa, na ninaona kabisa kwa mimi nilivyoelewa kuhusiana labda na siasa za uelekeo wa chama fulani, let's say labda chama A, mimi nimeona kwamba mbona sera zao ni nzuri, mbona mlengo walionao kuelekea masuala ambayo mimi nayafikiria kama sisi kama taifa ni mzuri, kwa nini siwaunge mkono business wise? Let me help you out. As a citizen, every artist kama raia ana haki zote kama raia mtu mwingine, lakini business wise, kibiashara, back to you Maarifa, keyword business wise, as an artist, unajua unless kama umejibrand hivyo like you, mimi Maarifa siku nikija kuambia wewe mkuu wa mkoa, Maarifa kama mkuu wa wilaya, si Maarifa akapata utauzi wa wapi, it won't be a surprise kwangu mimi. Na I'm sure haitakuwa surprise kwa watu wengine wote, kwa sababu that's how you've branded. And since hata tunavyoanza hii podcast, ulisema hata the way ya aim ya wewe kuingia kwenye muziki, aim was you to kutengeneza connection, like get people ambao you never had them before in your life, maybe in your clan, unaelewa, ambao they will change your life, they will take you from one place to another place, which is very okay. Kila mtu ana namna anavyoingia kwenye game na sababu zake za kuingia kwenye game, unaelewa. For you biashara yako, and that's why unaona Maarifa umekuwa so close na serikali. Unaona hata mfano kama hii Maarifa ya mama, good idea, I am sure it's good idea, na itaenda mbali sana sana sana, kwa sababu ni wasanii wachache sana ambao wanaweza take initiative rather than to support. Mama anapiga mwingi, mama anapiga mwingi, mama anapiga. Sasa mama anapiga mwingi kwenye nini? Nikimuuliza, tuliona ile uchaguzi wa Dodoma ulikuwa unafanyika. Mama let me finish up. Subiri. Yes, kwamba but again hao ambao wanaclaim kwamba wanapiga mwingi, si ndio? Unajua mtu anasema mtu anapiga mwingi kwa sababu labda mimi ni hater. Mtu anaweza kaa hater, unajua? Mtu anaweza kaa na chuki binafsi. Hakubali tu. Kwa mtu mwingine unajua anachukia tu bila sababu. Yaani hakubali tu wala katu tunazozifanya. So I'm sure kuna watu ambao hawamkubali mama for no good reason. Basi tu, yaani watu wana tatizo yao kichwani mwao, umeelewa? But wao wana proclaim na kusifu. Unajua wanasema msifie mvua, aisifie mvua imemnyeshea, si ndio? Hao watu kuuliza wasanii wanapiga mama wanapiga Mungu, kueleza wanapiga Mungu kwenye nini? Probably I'm sure 80% wanaweza kukosa majibu, bagajikatangata tu. Lakini wewe initiative ambayo unaichukua, which is very good, kama hiyo issue ya Maarifa ya mama, it's a good thing. Yes, Maarifa ya Samia, it's a good thing. Umeenda into detail, research, you get what I'm saying? For you, kwa sababu that's your angle, that's your niche. So umeelewa bro? I'm sure hata fan base yako, yani people won't be surprised, lakini I'm sure kuna watu, I can't tell them by names, nilivyoona vitu wanavyofanya, like hadi huyu kwamba you don't expect, kwa sababu mtu alivyojibrand au kwamba unashangaa kwa nini amemsifia. No. Involvement in politics. Sio kwa sababu amemsifia mama, no. Hicho ambacho umesema ndo challenge ambayo ipo. Unajua shida haiko kwenye kuunga au kutokuunga mkono nini ambacho kinafanyika. Modality ambayo unaitumia kwenye kuunga mkono. Unachagua position gani ambayo inaweza ikawa ni nzuri kwenye wewe kusema kwamba ninaunga mkono hili jambo, kwa sababu inabidi kutofautishe wewe na watu wengine ambao wanaunga mkono kitu hicho ambacho wote mnakisemea. Nafikiri hapo ndipo shida ilipo. Mimi shida yangu haiko kwenye kwa nini wanaunga mkono, ila njia ambazo pengine zinatumika kwenye kuunga mkono ndio shida. Kwa mfano, unajua hata mimi leo mtu anaweza nikatoka na kunisikia kwamba Maarifa ni msanii mzuri, lakini akaja tena mtu mwingine akaja kunisifia kuwa ni msanii mzuri, lakini badala ya pengine ya kuonekana kuwa ananisifia, akaonekana mbona kama huyu ana sababu tena nyingine mbali na hizi sifa ambazo tunazijua kuhusiana na Maarifa. Kwa nafikiri hilo ndio eneo ambalo kwa kiasi fulani pengine lina changamoto, lakini mimi sina shida na watu kumuunga. To save time Maarifa, to save time bro.
hii tuachie mashabiki kwenye comment section hapo. Watie after town. Afu bro, and make sure utasoma comment hapa chini. Make sure you pass by. That is yes, to save time. But all in all, I hope watu may find this like episode helpful. Kama umejifunza kitu kimoja au kiwili, kuna tip. Hey, kama umejifunza kitu, nimesema kiwili tena nimechapia mzee. What's kiwili? Okay. So kama umejifunza kitu kimoja au maybe vitu viwili, whatever, kwenye episode yetu, usisahau kutuachia comment hapa chini, like and subscribe to our channel. Unajua, yani if you find this content helpful, to support tu kwa kutu like na comment ili maudhui yaende. And the way by Marifa, thank you so much kwa kuja kwenye podcast yetu. It has been a hustle getting you, sio mtu rahisi kukupata. Lakini pia yes, shout out to I think ni Ram Studio ambao wameturuhusu tutumie studio yao. Ram Studio wako Goba. Thanks to them. Maelewa, and pia thanks to everyone ambaye ana support channel yetu and all that. So again, don't forget to like, comment and subscribe to our channel. See you in the next episode. Thank you.